mnyama Simba? Simba kuna ukimya mkubwa sana kama wafuatilia kwa siku za karibuni. Baada ile mechi ya tarehe 15 kupigwa kalenda, tunaona wamekuwa kimya sana. Lakini ukimya wa Simba huu mimi naamini utakuwa ni tishio kwa wapinzani. Yani Ken Gold hata kama Simba wameenda kimya hivi, basi wasije akachukulia kawaida. Bado ukubwa wa Simba ni ule ule. Simba ni timu yenye wachezaji wakubwa. Wakifanya masiara wanaweza kuwarudishia furaha Simba. Unajua Simba hapa wanatafuta njia sasa ya kuwapa furaha mashabiki wao, na wameenda kimya katika huu mchezo. Unaona kwenye peji zao kimya, ukimfuatilia Ahmed Ali kimya. Ina maana ni watu ambao wapo kimya sana wakati huu, hawataki kuwa na maneno mengi. Kwa mimi nafikiri hii ni hatari sana kwa wapinzani ambao ni Ken Gold, na hasa wameshashuka daraja wakati huu, na timu yao wenyewe wafanya kama kujitafuta hivi. Inawezekana wakashushiwa mvua ya mabao na wasiamini kitu ambacho kitatokea. Sawa. Bana, ni mnyama Simba namna gani ambavyo anajiandaa kuelekea katika mchezo wake dhidi ya Ken Gold. Nira, nataka nisikie kutoka kwako. Tumemsikia kocha Omar kuonyesha kile ambacho wako nacho na pengine inaweza ikawa sehemu ya masoko kwao. Hili linawezekana pengine mchezo huu ukawa mgumu kwa mnyama Simba na labda Ken Gold akamsimamisha Simba kweli? Ni kazi ngumu sana kusema kwamba Ken Gold labda wanaweza wakatoa mchezo mgumu dhidi ya Simba Sports Club, japokuwa tunapaswa kuheshimu mchezo wa mpira wa miguu, na mchezo wa mpira wa miguu siku zote umekuwa na matokeo ya kikatili sana. Sometimes unaweza kusema haiwezekani, lakini ikawezekana. Kwa hiyo tunachopaswa kuheshimu ni kitu gani ambacho mwalimu wa Ken Gold anaenda kukiapproach kwenye mchezo huo, lakini sioni zaidi mwalimu wa Ken Gold kama ataenda kuapproach kitu chochote kwenye mchezo huo, kwa sababu hata wao Ken Gold hawakuwa kambini kwa muda mrefu sana, na pia hata morali ya timu kama timu itakuwa imeshuka kwa sasa hivi, kwa sababu timu tayari imeshashuka daraja, na tunafahamu jinsi gani ambavyo morali inakuwa inapungua endapo timu inakuwa imeshuka daraja. Kwa hiyo kinachotokea sasa hivi kwa Ken Gold, kila mchezaji anahitaji kutengeneza identity yake ndani ya uwanja, anahitaji kwenda kuonyesha kwa jamii kwamba mimi nastahili kuwepo ligi kuu msimu ujao. Kwa kila mchezaji atatamani kujiuza, lakini hatutoiona ile teamwork. Kwa hiyo timu ambayo inaweza kwenda kumsimamisha timu yoyote ile inahitajika kuwa na teamwork. Lazima tufanye kazi kwa juhudi kwa pamoja, lakini hatupaswi kuonyesha ile individual performance ya mchezaji mmoja. Wapo wachezaji ambao wanaweza kwenda kukupa performance bora kabisa kama wakina Custom Mwagama kwenye eneo la goalkeeping, lakini ni ngumu zaidi kwenda kuipata performance bora kwa wachezaji baadhi. Kwa mfano Kabaye hawezi kwenda kukupa performance bora kwa sababu yeye tayari alishatengeneza identity yake ndani ya ligi kuu ya Tanzania bara. Anafahamu kwamba hata kama sitokopo Ken Gold hapa msimu ujao nitapata timu ya kucheza ligi kuu, lakini ili mradi uweze kuwasimamisha Simba Sports Club unahitaji kuwa na timu ambayo ina ushirikiano, yani timu ambayo ina uwiano kwenye baadhi ya maeneo. Lakini tukija kuangalia Ken Gold ambao tunaongelea chini ya mwalimu Omar Kapirima, wamekaa muda mrefu sana pasipo kupata matokeo ya ushindi katika ligi kuu mpaka sasa hivi. Ken Gold wakiwa wamesaliwa na michezo miwili tu kutamatisha ligi, wameshinda michezo mitatu na wamepoteza michezo 18. Sasa unakuja kuona ni jinsi gani ambavyo wamekuwa wepesi sana kwenye kuconcede. Kwenye eneo la ushambuliaji waliongeza kasi kwenye raundi ya pili, mpaka sasa hivi wana magoli 22 ya kufunga, lakini wao kwenye eneo lao la kujilinda wameruhusu kufungwa magoli 52. Sasa unakuja kuona ni jinsi gani kwenye eneo la defensive hawana ubora huo mkubwa. Kama umeruhusu magoli 52, ina maana kwamba wewe una ubora mdogo sana kwenye eneo la kujilinda, na kama una ubora mdogo sana kwenye eneo la kujilinda, ukienda kucheza na timu ambayo ina wachezaji bora kama kina Elie Mpanzu, ukienda kucheza na timu ambayo ina watu kama kina Jean Sharia wao, ukienda kucheza na timu ambayo inamiliki mtu kama Kip Dennis Prosper, lazima watakuadhibu. Hawahitaji nafasi 3, 4 mpaka 5 kuweza kukuadhibu. Kwa hiyo mimi sidhani kama Ken Gold wana nguvu sana ya kwenda kupambana na Simba Sports Club. Kilichopo ni kwamba Ken Gold wao kama wao wanaenda kukamilisha ratiba kwenye mchezo huu. Hapa hatuwezi kutegemea zile miracle of Istanbul kwamba bwana labda zitokee miracle fulani waje kusawazisha kutokea jioni au waje kutoka nyuma wamsurprise Simba Sports Club. Sikioni hicho kitu, kwa sababu approach ya game inaandaliwa kwenye uwanja wa mazoezi. Rino Omar Kapirima alikuwa na wachezaji wake kwenye uwanja wa mazoezi. Tumeona wachezaji wanakusanywa kama ligi ya ndondo za mtaani kwamba leo hii wametumiwa nauli tukutane Tabora kwa ajili ya mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo mimi sidhani kama Ken Gold wana kitu ambacho wanaweza kwenda kuisurprise Tanzania kwamba tunaenda kutoa mchezo mgumu dhidi ya Simba Sports Club, lakini yote kwa yote mimi ninachokiona ni kwamba Ken Gold wanaweza wakaenda kudecide kama Jean Sharia wa msimu anakuwa MVP ama hau MVP, kwa sababu ni mchezo ambao Ken Gold kiuhalisia wataendelea kufanya makosa mengi kama walikuwa wanayafanya siku za nyuma, na ni mchezo ambao kiuhalisia Jean Sharia wa na mgaranti kuwa ana score sheet kubwa sana, kwa sababu ana uwezo hata kufunga hat-trick kwenye mchezo huu, kwa sababu ni mchezaji ambaye akipata nafasi anaitumia. Kwa hiyo
kwenye vita yake yeye kuendelea kutengeneza records zake ndani ya Simba Sports Club. Anaweza kufunga magoli mengi pia kwenye mchezo huu. Ukija kuangalia wachezaji wa Simba ambao wanacheza kwenye eneo la juu, mtu kama Steven Dese Mukwala ana 10 plus goals, mtu kama Lionel Christian Ateba ana 10 plus goals. Alafu ukija kumwangalia Jean Sharea yeye ndio top scorer wa Simba Sports Club na yeye ndio top scorer wa ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo kwenye mchezo kama hii ambao unakutana na timu dhaifu kama Ken Gold, ni lazima uangalie jinsi gani ambavyo unaweza kuzitumia nafasi ambazo unaweza kuzipata. Kwa hiyo mimi nadhani Ken Gold wanaenda kukamilisha ratiba. Mwalimu Omar Kapirima amehitaji kuwapa moyo tu wa Tanzania, labda watashuhudia soka safi, lakini kiuhalisia sioni namna yoyote ile ambayo Ken Gold wanaweza wakatoka salama kwenye mchezo huu. Kama Ken Gold atamaliza mchezo huu akiwa amefungwa goli 2 kwa bila au 3 kwa bila, basi naamini kwamba unaweza kuwa ushindi mkubwa sana kwao, lakini wao kama wao wanafahamu kitu gani ambacho kinaweza kutokea. Lakini mchezaji bora hawezi kujiuza kwenye mechi 2 za mwisho. Kama ulishindwa kujitengenezea platform kuanzia raundi ya kwanza inavyoanza, kama walivyofanya wakina Kiala Gladlasa, wakina Serebwenzi, huwezi kutengeneza platform kwenye michezo miwili iliyobakia. Hii michezo miwili unaweza kukamia ukaperform vizuri, lakini je, una consistency ya performance yako? Ndio kitu ambacho watu wataenda kujiuliza. Kwa hiyo mimi nadhani Ken Gold hawana kitu cha kupoteza kwenye mchezo huu, na mwalimu kama ameongea hivyo, mimi naamini kwamba mwalimu mwenyewe anajua kitu gani ambacho kinaweza kwenda kutokea kwenye mchezo huu kulingana na squad yake ambayo wameamua kukusanyana. Timu pekee ya Ken Gold ambayo ilikuwa kambini ni timu ya vijana pekee ambayo imetoka kucheza mashindano siku sio nyingi. Kwa hiyo unakuja kuona ni jinsi gani ambavyo mwalimu alikuwa anapata shida ya kuorganize wachezaji wake. Sidhani kama hata wachezaji kama wakina Kevin Ondane walikuwepo kambini, sidhani kama wakina Steven Dua walikuwepo kambini, sidhani kama wakina Bernard Morrison walikuwepo kambini. Kwa hiyo kama wachezaji wako hawakuwepo kambini, unaenda kucheza mchezo huu kwa namna gani? Na ni siku nyingi sana unaenda kukutana na Simba Sports Club ambayo imetoka kimataifa, imetoka kucheza michezo migumu ambayo ina intensity kubwa. Kwa hiyo sidhani kama Ken Gold anaweza kwenda kuiziwia hii SGR ya Simba Sports Club, kwa sababu Simba wanahitaji ushindi kwa namna yoyote ile. Hizi ni must winning game. Ukishinda unakusanya alama 3. Haijalishi utashinda goli ngapi. Ushinde 1 ni alama 3, ushinde 10 ni alama 3. Ukiangusha alama unaweza kwenda kumwekea guard of honor mwenzako siku ambayo unapoenda kukutana naye, kwa sababu kama itatokea Simba Sports Club akaangusha pointi dhidi ya Ken Gold, ina maana kwamba anazidi kutengeneza gap yeye dhidi ya Young Africans, na itamlazimu kwenye mchezo ambao wanakutana wao kama wao amwekee guard of honor Yanga, wapange mstari pale, Yanga wakiwa wanapita wapige makofi. Na ni kitu ambacho kiuhalisia Simba hawezi kukihitaji hicho kitu. Wanahitaji kupambania ubingwa, na ndio kombe pekee ambalo wamelibakisha msimu huu. Bana Nira Juma huyo haoni kabisa nafasi ya Ken Gold pengine kuweza kuzima moto wa mnyama Simba ambaye kwa sasa amekuwa mkani Shale Ahua. Inawezekana ikawa ni nafasi yake kuendelea kuandika hat-trick, kuibuka pia mfungaji bora, lakini pia MVP. Lakini muhimu kwanza ni ushindi. Ahua asilete ubinafsi sasa kwenye mchezo wa kesho. Yaani asionekane yeye kama yeye anataka kupata mafanikio zaidi, na maana anataka kufunga mabao yeye kwa faida yake yeye. No. Atakuwa acheze kitimu kwanza, achezeshe timu kwanza kama kazi yake ya kwanza inavyosema. Baada ya hapo sasa hayo mafanikio binafsi yanakuja baadaye, kwa sababu Simba wanachokitafuta wakati huu ni taji. Na taji utalipata vipi? Kwa kushinda michezo yao yote ambayo imesalia. Sasa kama Ahua atakuwa anaangalia yeye kwamba nataka nifunge mimi tu nipate mafanikio ya yeye kama yeye, hakuna faida yoyote upande wake. Mwisho wa siku hata kama atafunga mabao mengi sana, kama Simba haijachukua ubingwa, bado hawezi kupewa MVP kwa maisha ama kwa ligi ya Tanzania ilivyo. Ni ngumu sana kwa upande wake. Kwa kitu pekee ambacho kitamfanya yeye awe MVP ni kuwa na performance bora kwa mechi zote ambazo zimesalia, kuanzia na mechi ya kesho ambayo wanacheza na Ken Gold. Anaweza kafunga, ka assist, na mechi zile ambazo zitakuwa zimesalia za mwisho zile anatakiwa kufanya vizuri katika hiyo michezo, ili kama Simba anachukua ubingwa, yani MVP yake itakamilika kama Simba atakuwa bingwa msimu huu. Bila ubingwa kwa Simba msimu huu, kwa mazingira ya ligi ya Tanzania, hawezi kupewa tuzo ya MVP. Amini nakwambia Isa Suleiman. Issue pekee ambayo itambeba yeye ni kuweza, yani lazima achukue kombe. Aiongoze Simba kuchukua kombe. Kwenye ligi za wenzetu inawezekana, wao tunashuhudia, inawezekana kabisa mtu timu yake imemaliza nafasi ya pili, lakini kama alikuwa na performance nzuri wanampa hiyo tuzo ya mchezaji bora, lakini mara chache. Sasa kwa Tanzania, Ahua ili apate tuzo ya mchezaji bora ama MVP mwisho wa msimu huu, ni lazima Simba achukue ubingwa, sio yeye kuwa mfungaji bora. Haitampa hiyo tuzo kwangu mimi, naamini kwa mazingira ya Tanzania.
Sawa, cha kwanza kabisa Jean Charles Ahoua anapaswa kujali katika hilo na si kutaka kuweka ubinafsi na pengine kufunga magoli mengi zaidi. Saidoni Bazonkiza kikitokea pia kwa Jean Charles Ahoua ana uwezo wa kuwa top scorer, ana zaidi ya 89% za kuwa top scorer msimu huu. Yaani mimi nataka kujua sasa kile ambacho Saido alikifanya kwenye zile mechi za mwisho. Inawezekana ikatokea hii kwa Jean Ahoua? Yes, inaweza ikatokea kwa sababu ni moja kati ya wachezaji ambao wapo very clinical mbele ya lango. Unajua kwamba ukija kuangalia rating performance yake kwenye yadi 18 ni mtu ambaye anaweza kuconvert kupitia stereo yote. Header goals ana convert, akiamua kuconvert kwenye set pieces tumeona akifunga magoli ya free kick, kwenye penalty taker ana upinzani kwenye hilo. Yeye ni moja kati ya penalty specialist, hajakosa hata moja msimu huu. Ukija kuangalia kwenye magoli ya kawaida kwenye move ana uwezo wa kufanya hivyo. Long range strike ana uwezo wa kupiga mipira mbali na kufunga magoli ya design hiyo. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua kwenye michezo hii iliyobakia miwili ya Simba, kwenye mchezo dhidi ya Ken Gold na mchezo dhidi ya Kagera, naona ana uwezo wa kuconvert magoli mengi zaidi kama tofauti na watu wengi wanavyofikiria. Mimi naamini kwamba Jean Charles Ahoua msimu huu kwenye michezo hii miwili iliyobakia ya dhidi ya hizi timu ambazo zimeshuka daraja, ana uwezo hata wa kufunga magoli 5 kwenye michezo hiyo miwili, kwa sababu Ken Gold tunawafahamu jinsi gani ambavyo walivyokuwa wabovu kwenye eneo la ulinzi, na pia tunafahamu Simba jinsi gani ambavyo wana records nzuri kwenye uwanja ambao wanaenda kucheza. Mara ya mwisho mimi nadhani mimi na wewe tulikuwepo pale mchezo Simba dhidi ya Tabora. Tabora alipigwa gongo 3 pale nyumbani kwake. Kwa hiyo si tatizo kwa Jean Charles Ahoua kuweza kuconvert goli nyingi kwenye michezo iliyobakia, lakini mimi naamini kwamba kwenye mchezo wa kesho Jean Charles Ahoua akitoka na goli chache amefunga goli 2. Akitoka na goli chache amefunga goli 2. Wakati ni huu sasa kwenda kuchezesha draw, msikilizaji, na mimi nagusa draw yetu ya kwanza hapa kabla ya kumtafuta moja ya mwakilishi, alafu tumsikilize pia yeye anasema nilikuwa nafuatilia mashabiki wa Simba ambao wanasafiri kuelekea kule Tabora kwa ajili ya kuipa nguvu timu yao. Nimeona wanajirekodi vipande wakisema ya kwamba tumebakisha mechi mbili tu. Hivi Simba kweli wanaweza wakapinga wasicheze mchezo wa dabi? Navu wajua Simba hasa uongozi wao, Simba wanaheshimu sana mamlaka. Yes, sioni kama Simba watagoma kwenda kucheza mchezo wa tarehe 25. Ile inawezekana pia wakagoma, maana naweza nikasema hivi leo kwa sababu mashabiki si ndio wamesema Ndio. Yes, wamesema wanatambua kuna michezo miwili tu. Unajua tukifuatilia kwa undani ile mechi ya Simba na Yanga ambayo imeahirishwa. Ndio. Yaani leo tukienda kwa uulize bodi ya ligi kwa nini waiahirisha? Hawana sababu ya msingi. Utakwambia sababu? Hakuna. Hakuna pale sababu ya msingi. Kwa hiyo ile wanalosema Simba inawezekana pia likana na mantiki. Lakini mimi ninavyojua Simba ni timu yenye nidhamu sana, wao wanaheshimu mamlaka. Najua watapeleka timu hiyo tarehe 25. Yes. Sawa. Yanaona hivyo, ngoja nimtafute pamoja na mwakilishi alafu tumsikilize anasema kitu gani kabla ya kwenda kukwambia namna gani ambavyo unaweza ukacheza katika draw inayofuata. Muda wa saa 12 dakika 55. Ngoja tuchukue hii hapa alafu tumsikilize mwakilishi huyu anasema kitu gani ili mradi mambo yaweze kunyoka na kuwa vizuri zaidi na zaidi. Kuna michezo mingi sana kesho. Baada ya hapa sasa tuangaze kule